Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya sakata lao ambalo liko katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo. Hapa nazungumzia kasi mara baada ya kile kilichoweza kupangwa tarehe 8 Machi 2025 kushindwa kutokea katika dimba la Benjamin Mkapa, ambapo dabi hiyo ilipaswa kwenda kuchezwa hapo, lakini klabu ya Simba Sport Club ikidai ya kwamba mabouncer waliwazuia kuingia kufanya mazoezi kwa mujibu wa kanuni, hivyo basi wakatangaza kugomea kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo kwa kile ambacho Young Africans wao walikitizama ya kwamba ni kama klabu ya Simba imekiuka taratibu, na wakaweza kuomba bodi ya ligi iweze kuwapatia alama 3 na magoli 3, lakini bodi ya ligi ikasema ya kwamba mchezo umeahirishwa na wao wenyewe na sio kwamba klabu ya Simba ilikimbia mchezo kwa vile ambavyo ilivyoweza kutafsiriwa. Sasa klabu ya soka ya Young Africans malalamiko yake yamefanyiwa kazi uko kasi, na hatimaye kile ambacho kimeweza kujili kimeweza kutufikia hapa, na mimi nimekusogezea kila kitu ambacho kimeweza kujili uko katika mahakama ya usuluhishi kasi mara baada ya malalamiko kupokelewa na kila kitu kuweza kufanyiwa kazi. Mimi nimekusogezea taarifa kamili, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media, karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu. Bana, kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans ambacho kinaendelea kucheza michezo yake ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, licha ya kuendelea kucheza lakini bado wameendelea kusikilizia juu ya kesi yao ambayo wameweza kuiwasilisha katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo, ambapo unaambiwa mahakama ya usuluhishi wa michezo kasi ambayo ilikuwa imepokea rasmi rufaa iliyowasilishwa na klabu ya soka ya Young Africans dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Simba kufuatia uamuzi uliotolewa na TPLB wa kuahirishwa dabi ya Kariakoo iliyotakiwa kupigwa Machi 8, 2025. Kwa mujibu wa barua ambayo walalamikiwa ni TFF, TPLB na klabu ya Simba ambayo walikuwa wamepewa siku 10 kuanzia ile tarehe. Hapa unazungumzia waliowasilisha Young Africans barua yao ilikuwa ni tarehe 1, ambapo taarifa hiyo ilikuwa ni kuwaambia klabu ya Simba waandae utetezi wao juu ya kesi ambayo inakwenda kusikilizwa. Kesi hiyo ambayo ilifanyiwa haraka chini ya kumbukumbu namba kasi 2025/A/A 11/29/8, huku pande zote zikitarajiwa kuwasilisha vielelezo na hoja zao ndani ya kile kipindi ambacho kilichokuwa kikiweza kutakiwa. Katika barua hiyo kasi iliweza kuwajulisha kwamba hatua za kisheria ambazo zinazotakiwa kuweza kufuatwa kwenye kesi hiyo, ambapo gharama ya kesi Young Africans walikuwa tayari wameshaweza kulipa, ikielezwa kwamba ni zaidi ya shilingi takriban kama milioni 110 kwa kasi, lakini wadaiwa watatakiwa kulipa gharama za ziada za usuluhishi kama itakavyo takiwa. Unaona bana, pindi ambapo kesi sasa huenda ikionekana kama Young Africans wameweza kushinda katika hili ambalo linaloendelea. Lakini mjumbe mmoja kutoka Nigeria hapa nazungumzia, ambaye Young Africans
kama mwanasheria ambaye wa kasi aliyewahi kuwa katika majopo ya kutatua kesi kama hizi, yeye ameweza akieleza kile ambacho Young Africans huenda wakakutana nacho huko katika mahakama ya usuluhishi ya michezo CAS, ambapo inaelezwa kwamba kwa kile ambacho kimetokea Machi 8, kwa namna ambavyo yeye na uzoefu wake ambao ameweza kupitia katika masuala haya, anaeleza ya kwamba mwanasheria huyo anasema ya kwamba kulingana na kesi ambayo klabu ya soka Young Africans wameweza kuifikisha, ama malalamiko ambao wameyafikisha katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo kufuatia klabu ya Simba kukimbia mechi hiyo, anaeleza kwamba pindi ambapo timu ya Simba ikikutwa na hatia ya kile ambacho klabu ya soka Young Africans wanaona ya kwamba pengine kama wamefanya makosa, basi klabu ya Simba huenda wakakatwa takriban pointi 15, ama ikiwezekana kushushwa daraja kwa kile ambacho kilichoweza kutokea. Italingana na ukubwa wa kosa ambalo CAS wenyewe wataweza kulithibitisha juu ya kile ambacho kilichoweza kutokea. Lakini kama ikithibitishwa kwamba klabu ya soka ya wananchi Young Africans wao waliweza kuwazuia klabu ya Simba kuingia kufanya mazoezi kulingana na kanuni ambavyo inadaiwa ya kwamba huenda klabu ya soka ya Young Africans basi wenyewe watakumbana na faini nzito kweli kweli, na pengine mchezo utarudiwa kama ambavyo itakavyoweza kutakiwa. Lakini kama Young Africans watakuwa na haki katika haya yote, basi klabu ya soka ya wananchi Young Africans wataweza kupewa magoli 3 pamoja na pointi 3 pamoja na gharama kama fidia ya kuendesha kesi hiyo huko katika mahakama ya usuluhishi CAS, kwa mujibu wa mwanasheria kutoka kule Nigeria, ambako yeye aliwahi kuwa moja kati ya wajumbe ambao waliwahi kuwa katika kesi kama hizi, na inaelezwa kwamba katika jopo ambalo Young Africans wao wenyewe wameomba kwamba walikuwa CAS wana mtindo wa kuita wajumbe wanakuwepo katika kesi hiyo, lakini Young Africans wameomba kesi hiyo iongozwe na kiongozi mmoja tu kama hakimu peke yake kusikiliza jopo hilo na kuweza kutoa muafaka, tofauti na vile ambavyo wanakutana wajumbe wengi kulijadili swala hili. Lakini kwa upande wa Young Africans wameomba hivyo na wanasubiri pingamizi labda kutoka kwa Simba pamoja na TPLB na TFF, wenyewe wakiidhinisha kwamba pengine haya ambayo yanaendelea yatolewe na mtu mmoja, basi itafanyika hivyo. Lakini kama wakigoma na ikaonekana hoja zao zina maana, basi wataweza kuongezewa wajumbe. Ndio wanapatikana kama huyu mwanasheria ambaye ameweza kufunguka leo hii akielezea juu ya sakata hilo ambalo linaloendelea huko katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo CAS, huku akiwataja Young Africans kama wanufaika wa kesi hii pindi ambapo itakapoonekana hawa pande tatu ambao ni Simba, TPLB na TFF kama watakuwa na makosa juu ya hiki ambacho kinachoendelea, basi Young Africans huenda wakanufaika na kile ambacho wanachokidai. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni mchakato huu kufanyika haraka, kwa sababu ligi kuu ya soka Tanzania bara inaelekea ukingoni, huku ikiweza kusubiriwa kwa hamu kama dabi hiyo itapigwa ama mshindi atatoka katika pointi za mezani kama ambavyo iliwahi kutoka katika miaka ya nyuma huko wakati Simba walipowahi kugomea michezo kama hii. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.